Assalamu alaikum. Tumsikilize huyu mhabi. Kipi kilicho bora mbele ya Shia, kuhiji Maka au kuzuru kaburi la Imam Hussein? Kitabu chake hapa hivi. Amesema hivi. Kipi ambacho ni bora kwenu ninyi Mashia, kumzuru Imam Hussein au kwenda kuzuru al-Kaaba? Kipi bora? Huyu ni mwahabi. Itikadi zao ni itikadi ambazo hazina maana wiyati. Ni kama wao wanakwenda kuzuru ile nyumba al-Kaaba, ni wanakwenda kuzurura tu, kuzunguka pale kama wenda wazimu, hawaelewi. Tofauti na Mashia, al-Kaaba ipo kumwakilisha Imam Hussein, na hivyo haiwezi kuwa al-Kaaba bora kuliko Imam Hussein. Hilo ndio jibu. Al-Kaaba inamwakilisha Imam Hussein. Al-Kaaba haina kiburi kwa Imam Hussein. Ni maneno Imam Jafar Sadiq. Aliulizwa al-Kaaba kwa nini imeitwa al-Kaaba, akasema ya kwamba al-Kaaba ni kwa sababu ni mukaab. Mukaab maana yake nini? Hawajui maskini. Mashia wako tofauti, wako hatua 100 mbele. Mukaab maana yake ni murabba, ni kitu ambacho kiko mraba, na ndio maana unaiona al-Kaaba ina pande 4 mraba. Utajua wapi kama ni muhabi? Mtihani mkubwa sana. Ni mukaab kwa sababu gani? Kwa sababu bihidha al-Bait al-Ma'mur. Bait Ma'mur ni murabba. Kwa nini Bait al-Ma'mur murabba? Kwa sababu ya al-Arsh. Al-Arsh imejengwa na vitu 4: subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Mambo 4. Kwa hiyo haya mambo 4, kwa sababu ndiyo bunia alayhi alislam, Uislamu umejengwa nao, hiyo ndio hivyo bunia alayhi alkaaba. Ndio iko al-Kaaba iko ni murabba kwa sababu ya al-Arsh. Ndio hivyo ikafuata nini? Al-Baitul Ma'mur. Sasa jiulize, al-Arsh, Mungu ana al-Arshu. Swali liko hapo. Mungu ana arsh, Mungu ana kiti cha enzi, au ni kiti kile Mungu akikaa unasikia kinatoa sauti, kinalia kwa sababu ya uzito wa Mungu. Mungu ana nyama. Mtihani mkubwa sana. Kiti kinalia, kiti cha al-Arsh. Sasa huu ni Wahabi. Wahabi hauelewi, huwezi elewa. Kama ni Wahabi unatoka patupu yani. Mungu hana arshi kwa sababu al-Arshi yake ndo hizo riwaya kutoka kwa vitabu vya Kisuni wenyewe. Hata acha Mashia, Masuni wenyewe rejea katika Durrul Mansur, al-Isaba fi tamyiz as-sahaba. Ukitaka kuita al-Isaba fi tamyiz al-Isaba ni sawa tu, kwa sababu wale walikuwa ni masahaba, walikuwa ni al-Isaba, al-Isaba. Sasa kirejea katika vitabu vyao wanasema kwamba Mtume anasema, lamma usriya bi ila sama, nilipoenda mbinguni kupitia Isra wal Mi'raj, Mtume Muhammad alikuta katika al-Arsh maktuban, kwenye arshi imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah ayatuhu bialiyin. Utaelewa Mwahabi hapo? Zile arkani ambazo ziko ni murabba,
arsh imekuwa ni murabba kwa sababu ya zile arkan ambazo ndo ni kwa mujibu wake Baitul Maamur imekuwa murabba, na kwa mujibu wake imekuwa al-Kaaba murabba, ndio maana ikiitwa mukaab, yani al-Kaaba. Unapokuwa unazunguka pale, unamzunguka Imamu Ali alayhi salam, unamzunguka kwa kumtukuza Imamu Husaini alayhi salam. Nenda kasome vitabu vya Kishia. Maimamu Ahlul Bait alayhimu salam walikuwa majina yao yameandikwa katika al-Arsh. Hiyo ndio itikadi ambayo hata vitabu vya Kisuni wenyewe vinadokeza, walbaitu ya'rifuhu walhallu walharamu Farazdaq. Kwani ni mbali? Nenda katika kitabu cha Ibn Taymiyyah mwenyewe, na mtu mwita sijui Sheikh Shaitan Minhaj Sunna Nabawiyya, sio as-sunna as-sunna anaona ameteremsha utenzi wa Farazdaq. Al-Kaaba inamjua mtoto wa Imam Husaini Sajjad, walbaitu ya'rifuhu, inamfahamu Al-Kaaba, inamfahamu Imam Husaini nani, Sajjad ni nani. Hivi unaelewa zile murabba, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, tasbihatu Zahra. Kwa nini zimeitwa tasbihatu Zahra? At-tasbihatu al-arba'a, na Mashia katika sala zao wanazitumia at-tasbihatu al-arba'a katika rakaa ya 3 na rakaa ya 4. Kwa nini? Zile tasbihatu al-arba'a. Al-Kaaba haina maana kama si Husaini, kama si Zahra, kama si Ali. Ndiyo uelewe Wahabi. Sasa unapokwenda Muhabi kama huyu, anapokwenda Al-Kaaba anazurura pale, anazurura tu, hajui kinachoendelea nini, kumbe anamtukuza Imam Husaini. Allahu akbar. Tihadi, tuendelee kumsikiliza. Nafasi ya hija katika Uislamu. Hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Abu Huraira akasema hivi, hija iliyotakaswa, hija safi. Nani huyo? Abu Huraira. Abu Huraira nani? Abu Huraira ambaye Omar mwenyewe alimpiga fimbo kwa sababu ya uongo. Kana kadhaban ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, alikuwa ni muongo kwa mtume mpaka alipigwa na durra ya Omar. Alikuwa anapewa pesa ili atunge riwaya. Alikuwa na kisi, ametoa hadithi, limfuko limejaa mpaka analimfuko lingine bado hajalitumia. Mifuko ya hadithi imejaa. Allah. Sasa sikiza Abu Hurairah nya atoa hadithi sasa. Hakuna ile hija hiyo malipo ya aina yoyote isipokuwa pepo. Abu Hurairah anasema ukizuru Al-Kaaba hakuna malipo isipokuwa pepo. Ni kweli. Kwa sababu gani? Unamzuru Imam Husaini pale Al-Kaaba, kama sio Imam Husaini alayhi salam huwezi enda kumzuru. Unamzuru nini? Kama sio Mtume Muhammad huendi kuzuru pale. Kama sio Imam Ali huendi kwenda kuzuru pale. Hakuna. Al-Kaaba sio bora kuliko Imam Husaini alayhi salam, bali unapoenda kuzuru Al-Kaaba ni unakwenda kumtukuza Imam Husaini alayhi salam, kwa sababu Al-Kaaba siku moja ilijifaharisha kwamba mimi ni bora kama mimi nani bora kama mimi. Mwenyezi Mungu akaihutubia, kufi wa qarri, tulia, wakuni daniyan, kuwa mdogo, mutawadhian, walaula turbata Karbala ma faddaltuki, kama sio turba ya Karbala, kama sio udongo wa Karbala
au walaula ma tadammanathu ardhu Karbala ma faddaltuki, kama sio Imamu Husaini alayhi salam nisingekufadhilisha wewe, usingekuwa na bora wowote. Vile 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 vile, yani heri zinazopatikana katika ardhi ya Maka huwezi kuzipata sehemu yoyote, yani huwezi. Sasa kama mtu watu waje Karbala wanamtukana Abubakar Umar. Kwa hiyo lazima uelewe uendano haya mambo yakoje. Kama sio la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Aliyun waliyullah Al-Hasan Habibullah wal Hussein, hawa wote ni bora kuliko Al-Kaaba. Mtume Muhammad ni bora kuliko Al-Kaaba, Imam Ali ni bora kuliko Al-Kaaba, Imam Hussein ni bora kuliko Al-Kaaba, Al-Imam Hussein alayhi salam, Hassan alayhi salam ni bora kuliko Al-Kaaba, Sida Fatima Asumina wote ni bora kuliko Al-Kaaba. Na ardhi ya Karbala ni bora kuliko Al-Kaaba, kwa maneno ya Mtume Muhammad asema wa hiya afdal buqa'i al-ardi wa a'zamuha hurma, ni bora kuliko ardhi zote. Wameonekana kwamba hawa sio maswahaba, ndio maana wanawatukana. Abubakar. Sasa Abubakar naye ni sahaba au ni al-isaba? Atukienda kwa maana ya kwamba Abubakar ni sahaba kwa maana ya sahaba, kwa maana ya kwamba man raa an-nabii wa amana bihi wa mata ala al-islam, Abubakar hawezi kuwa, kwa sababu irtadda. Abubakar aliritadi. So sasa hata kuritadi kwenyewe kuna angalau unaweza kusema kuna ubora, kwa sababu wahal dakhala al-islam, je aliingia kweli Uislamu Abubakari au ni maneno tu? Abubakar aliingia Uislamu au dakhala tamaan, aliingia kwa tamaa? Mtihani. Ila maswahaba wao hawatukani na kwa lana wake za mtume, si ama wake za mtume. Wake za mtume namkusudia nani? Wewe mwenyewe hapo jina lako unaitwa nani? Unaitwa nani? Hafsa. Hafsa. Sasa Hafsa mtihani kweli. Hujua hata kilichoandikwa kwenye kitabu chako kimeandikwa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Al-kalimu at-tayyib unajua nini? Al-bustanu jamilun ni al-kalima. Mtihani mkubwa sana. Hiyo ndo al-kalima. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. Al-kalimu at-tayyib ni al-Imam Hussein alayhi salam, ni al-Imam Ali alayhi salam, ndo al-kalimu at-tayyib, al-aqida as-sahiha wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. Ama akina Aisha, akina Hafsa, kama jina lako wewe unaitwa Hafsa, afili asafu mwalimu wako anaitwa Mafuta. Sijana kupaka nini? Anakupa mafuta gani yani? Wassalamu alaikum.